Habari za leo wapendwa wangu wa Den Blessing Creations. Nipende kuwakaribisha tena leo kwa mara nyingine kwenye chaneli yangu. Na leo nitakwenda kukufundisha namna nzuri kabisa na rafiki ya kukata kola ya shati. Kwa njia rahisi kabisa utazikata zote kola mbili kwa wakati mmoja. Ni rahisi sana, angalia video hii mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza. Hapo kitambaa changu nimekikunja mara mbili kama ambavyo umeona. Nimekunja mara mbili. Na nitatumia mzunguko ule wa shingo. Mzunguko wa shingo yangu yote ni inchi 20. Nikigawanya kwa mbili itakuwa ni inchi 10. Kwa nitaongeza na nusu itakuwa inchi 10 na nusu. Nitaweka hiyo inchi 10 na nusu hapo. Kama hivyo. Na hapo huo mstari nimeweka ni inchi 4. Hiyo ni kola ya juu ambayo ni inchi 4. Na kola nyingine ndogo ni inchi 2 nimeweka. Baada ya hapo nitaweka pia inchi 10 na nusu. Hapo. Lakini kutoka hapo kwenye inchi 10 na nusu nitaingia ndani kwa inchi 1 na nusu. Kama hivyo ambavyo nimefanya. Baada ya hapo sasa hapa pia kwenye kola ya juu utaweka inchi 10 na nusu. 10 na nusu kama hivyo. Lakini utaongeza inchi 2 na nusu. Inchi 2 na nusu mimi nimeweka ili kola yangu iweze kujichonga sana. Sio lazima uweke inchi 2 na nusu. Unaweza ukaongeza inchi 1 tu inatosha kama unataka kola yako ijichonge. Mteja wangu ametaka kola hii ijichonge kama hivyo, lakini weka inchi 1 tu inatosha kwa kuchongea kola yako. Baada ya hapo nimechora mstari, kwa hiyo utatengeneza hapo kama ambavyo mimi natengeneza hivyo. Na mpaka hapo kutengeneza pattern ya kola yako inakuwa tayari, kwa hiyo unaweza ukakata. Kata kama hivyo ambavyo mimi nakata. Hivyo. Baada ya kumaliza kukata hapo sasa, utavichukua hivyo vipande vyako. Tumekata ni vipande vimekuwa viwili viwili, kwa hiyo utachukua kipande kimoja, utaweka nusu inchi, utaweka mstari kama hivyo. Utachukua hiyo canvas, utanyoosha hapo kwa kipande kimoja tu cha kola, maana vipo viwili, kwa hiyo utachukua kipande kimoja tu utanyoosha. Kama hivyo, na hiyo nusu inchi utanyoosha pia. Baada ya hapo utachukua ile kola nyingine kubwa pia utanyoosha. Kama hivyo. Baada ya kumaliza sasa utachukua ile kola nyingine ambayo haujaiwekea canvas. Utaichukua hiyo, utaweka hapo juu. Na utakwenda kushona kama ambavyo ninaelekeza. Hello wapendwa, karibuni Den Blessing Creations. Hapa tutashona, tutapendeza na tutacheka kwa pamoja. Kwa ubunifu zaidi wa mikoba, nguo na kila kitu kizuri, vyote utavipata hapa kwangu. Huu ndio wakati wa kung'ara, kwa hiyo kaa karibu tuanzishe safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha na msisimko. Na kama ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kabisa kuingia kwenye chaneli yangu, tafadhali subscribe, like, comment na share video zangu kwa wengine ili tukue kwa pamoja. Baada ya hapo tayari nimesha shona, sasa nageuza nguo yangu, nageuza kola yangu kama hivyo. Nikisha maliza kugeuza kama hivyo, sasa nakwenda kugongea. Tutakwenda kugongea kuanzia hapo kama ambavyo naelekeza mpaka huku. Tayari kama hivyo unavyoona. Na nimeshona pia hapo chini. Baada ya hapo sasa nitachukua ile kola ndogo. Utaweka alama sehemu ya katikati. Chukua kola ile nyingine yenye stiff na ambayo haina stiff, weka alama sehemu za katikati kama ambavyo nafanya hivyo. Baada ya hapo chukua na hiyo kola yako kubwa. Pia utaweka alama sehemu ya katikati. Fanya kama hivyo. Baada ya hapo sasa chukua ile kola ndogo, itangulize chini. Ile ambayo umeweka stiff hakikisha inaendana na ile kubwa ambayo ina stiff pia, na ile ambayo haina stiff iendane na ile ambayo haina stiff.
Na hizo sehemu zote ulizoweka alama hakikisha zinalingana kama hivyo. Na hapo penye alama pia weka ulinganishe. Nafikiri unaona hizo sehemu zenye alama hivyo. Baada ya hapo sasa tutakwenda kushona. Kuanzia hapo ninapoelekeza utashona mpaka mwisho huko. Tukashone sasa. Tayari nimesha shona. Kama unavyoona hivyo nimeshona mpaka mwisho huku. Tutageuza sasa kola yetu. Baada ya kuigeuza sasa tutakwenda kugongea. Tutakwenda kugongea kuanzia hapo. Tayari nimesha gongea kola yangu. Baada ya hapo sasa kinachofuata sasa ndo unachukua kola yako hivyo utakwenda kuishonea kwenye shati. Hiyo sehemu ambayo ambayo sijaikunjia nusu inchi hapo, huko ndiko utakapokwenda kushona kwenye ule mzunguko wa shati yako. Na baada ya hapo hivyo unavyoelekeza utashona mpaka mwisho hivyo. Na baada ya hapo utashika hiyo sehemu ambayo umekunja kwa nusu inchi na utakwenda kufunikia ule uchafu. Mimi naita ni uchafu kwa sababu kisha shona panabaki ni kama uchafu. Kwa hiyo ni uchafu utakwenda kufunikia kwenye shati yako na ukimaliza utagongea. Nikushukuru sana wewe ulichukua muda wako kuangalia video yangu. Nipende kukaribisha tena wiki nyingine ijayo Jumatatu. Karibu tena.